Habari. Pengine kuna wengine wanajiuliza ni kwa nini Iran wao hawaui viongozi wa Israel. Lakini pengine kuna wengine pia wanajiuliza kwa nini Urusi iko vitani na Ukraine kwa miaka 4 sasa, lakini Warusi hawamuui Zelensky. Watu wanajiuliza sana haya maswali kwa sababu huwa wanaona kabisa kwamba inapotokea vita Israel wakiwa wanaendesha hiyo vita, mara nyingi huwa wanakimbilia kuua viongozi. Lakini pia Marekani nao wana historia kuanzia miaka ya zamani kuua viongozi. Sasa siku hii ya leo nataka nikujuze kwa nini mataifa mengine hayaui viongozi hata kama wana nguvu hiyo ya kuua viongozi. Jina langu ninaitwa Robin Rachel na hii ni Robin Media. Watu mnatakiwa mfahamu kwamba sheria za kimataifa zinakataza kuua kiongozi. Kwa hiyo nchi nyingine kwenda kumuua kiongozi wa nchi nyingine katika sheria za kimataifa, hilo swala linaonekana kwamba ni ugaidi wa kitaifa. Kwa Kiingereza wanaita state terrorism. Kwa maana hiyo wanachokifanya Marekani na Israeli ni ugaidi wa kitaifa na wanavunja sheria za kimataifa. Na hiki ni kitu ambacho Warusi, wa Irani, wa China hawataki kujiweka doa la namna hiyo, hata kama wana uwezo wa wao pia kuua viongozi katika nchi nyingine. Na wapeni mfano, Iran wana makombora ya kutua katika kila kona pale Israeli na wanazifahamu ofisi za watendaji mbalimbali wa pale Israeli, lakini hamwezi kusikia wa Iran wakiua hata messenger wa Netanyahu au hata labda mfanyakazi wa ndani wa Netanyahu. Umenielewa? Hii ni kutokana na kwamba si kwamba hawawezi, lakini ni kwamba wakifanya tu kitu kama hicho, vyombo vya habari vyote vya magharibi vitasema kwamba taifa la Iran ni la kigaidi, limevunja sheria za kimataifa kwa kumuua kiongozi wa labda wa Israeli. Umenielewa? Kwa hiyo hizi nchi huwa hazitaki kuvunja hiyo sheria ya kimataifa ya kuonekana kwamba taifa lao ni taifa la kigaidi. Lakini yale mataifa ambao huwa yanaita wenzao magaidi sasa au madikteta kama Marekani, wao ndio huwa wanaua sana viongozi, kama tulivyoshuhudia sasa hivi walichokifanya pale kwa Ali Khamenei, umeona, au kuteka viongozi kama walivyomteka Nicolas Maduro. Hapo nimewatajieni sheria za kimataifa. Hebu tuangalie sheria za Marekani wenyewe. Je, nchi yao, serikali yao, katiba yao inawaruhusu au sheria tu zilizowekwa na bunge lao zinawaruhusu? Marekani mwaka 1947 walianzisha kitengo cha kijasusi cha CIA. Na hili shirika la kijasusi, naweza kusema ni shirika sio kitengo. Shirika hili la kijasusi la CIA lilipoanzishwa lilianza kutuhumiwa kufanya mambo mengi sana, kwa sababu kwa kipindi hicho mwaka 47 likaanza kujijenga. Lilipoanza kujijenga, sisi huku Afrika tukaanza kupata viongozi wetu wa kwanza ambao walikuwa ni wazalendo sana. Mfano Ghana wakampata Kwame Nkrumah, ambaye sasa akawa hataki maliasili za Ghana ziende kwa watu kama wa Marekani au wakoloni wetu wa Ulaya Magharibi. Nini kilifanyika? Shirika la kijasusi la Marekani CIA walituhumiwa kuingia pale Ghana na kufanya chokochoko za hali ya juu mpaka kuhakikisha kwamba wananchi wa Ghana wanaandamana, wanakuwa hawamtaki Kwame Nkrumah mpigania uhuru wao, na hatimaye Kwame Nkrumah akapinduliwa. Umenielewa? Lakini pia majasusi wa Marekani wanashutumiwa pia kuwa na mkono kwa Patrice Lumumba, kama tunamfahamu aliuliwa na wazungu, wanashutumiwa nao wana mkono ndani yake. Kwa hiyo shutuma zikawa ni nyingi juu ya majasusi wa Kimarekani kuua au kupindua sali mbalimbali. Kitu kilichofanya baadhi ya marais wao waanza kuchukizwa na jambo hilo, maana wengine wa Marekani pia wenye mioyo ya kibinadamu walikuwa hawataki serikali zao ziwe zinatukanishwa ohovyo dunia na kuonekana ni serikali za kigaidi. Sasa ilipofika mwaka 1976 walipitisha kitu kinaitwa Executive Order, na ni namba ngapi nimesahau, lakini hii ilikuwa ni ya mwaka 1979 ya kukataza watendaji wa Marekani, yani viongozi au mfanyakazi yoyote wa serikali ya Marekani kushiriki katika mauaji ya kiongozi yoyote katika nchi nyingine. Mmenielewa? Na baada ya hapo mwaka 78 Jimmy Carter, huyo alikuwa rais wa Marekani, na yeye pia akaamua kupigilia msumari katika hiyo sheria ili nchi yao isishiriki katika mauaji ya viongozi katika nchi nyingine kama walivyofanya sasa hivi Donald Trump kwa Khamenei. Mwaka 81 rais wao Ronald Reagan naye hivyo hivyo alishindilia sheria kama hii
Kwa nini wakina Donald Trump wanaendeleza mambo kama haya ambayo yanakatazwa na sheria zao? Ni kwa sababu wakina Donald Trump wanachokifanya ni wanapamba wanabadilisha maneno. Wanachokifanya ni kumtengeneza mtu kuonekana adui. Wanasema kwamba fulani ni tishio kwa Marekani. Kwa hiyo kwa mfano Ali Khamenei ni tishio kwa taifa la Marekani. Kwa hiyo hii inawapa wao kama utakaso fulani hivi wa kuweza kumuua au labda kumteka kama alivyomfanyia Nicolas Maduro. Lakini unakacho cha kushangaza ni kwamba uweze kusema Ali Khamenei ni tishio kwa Marekani au jeshi la Iran ni tishio kwa Marekani, wakati Marekani ina nguvu kijeshi kuliko Iran, ina nguvu kiuchumi kuliko Iran. Na pia Marekani iko katika bara la Amerika, haiko hata katika bara haiko hata Mashariki ya Kati. Kwa hiyo wewe una nguvu, una mpaka nuclear. Taifa lisilo na nguvu unasema kwamba ni tishio. Iran haijawahi kuvamia nchi yoyote ile toka hii serikali imeundwa. Sasa uwezo ukasema Iran ni tishio. Labda Israel aseme ni tishio kwa sababu wako wote Mashariki ya Kati, lakini hata hivyo Israel yeye ndio mwenye teknolojia nyingi na ndio mwenye pesa nyingi na ndio mwenye mabomu ya nyuklia anayoyamiliki kinyume cha sheria za kimataifa. Huyo ndo anaweza akawa tishio. Kwa hiyo wa Iran ndio walikuwa wana uwezo wa kusema kwamba Marekani na Israel ndio tishio kwao, kwa sababu Marekani kaja kuweka kambi za jeshi pale Mashariki ya Kati zimemzunguka yeye Iran. Lakini Marekani wamejaribu kuitengeneza ionekane kwamba Irani ni tishio ili wapate sababu ya kumuua Ali Khamenei. Lakini kuua viongozi, historia imeonyesha kwamba haibadilishi kitu, haiui kundi wala haidondoshi serikali, kwa sababu serikali ni mfumo. Ndio maana Israel wameshamuua kiongozi au mwanzilishi wa Hezbollah, lakini Hezbollah bado ipo. Wamemuua mwanzilishi wa Hamas bado ipo. Na juzi wamemuua Ali Khamenei, amechaguliwa ayatola mwingine. Na hayaya wakimuua atachaguliwa mwingine na mwingine na mwingine. Kwa hiyo si kwamba watu hawawezi kuwaua viongozi wa Marekani na Israel. Tunafahamu marais wa Marekani kadhaa walishapigwa shaba kama wakina John Kennedy. Si kwamba wanashindwa kuwaua, ila hawataki kujichafua.